Wamarekani na Waisraeli wanaanza kuona ugumu wa vita vya Iran. Wakati vita hivi hata kabla havijaanza, baadhi ya makamanda nchini Marekani walimpa mawazo rais wa Marekani Donald Trump kwamba wanaingia katika vita hivi, lakini vita hivi ni vigumu mno. Lakini rais wa Marekani alihitaji vita hivyo vipiganwe kwa sababu ni moja kati ya malengo yake. Kwanza, hakikisha na uangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na moja kati ya mipango ambayo aliona ni kwamba lazima kwanza hakikishe wanamuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, ambapo kimsingi kwa tathmini ambayo ilifanywa na Mossad pamoja na CIA ni kwamba moja kati ya ngome muhimu ya Iran ni kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hili lilikuwa ni moja kati ya kosa ambalo Marekani na Israel walilifanya, wakiamini kwamba ni Ayatollah Al-Khamenei, lakini wakasahau kwamba ni mfumo uliopo nchini Iran. Sasa wakati huu miongoni mwa maseneta wanakiri kwamba Marekani haiwezi kafikia malengo yake katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na aina ya mfumo uliopo na jinsi ambavyo taifa hilo linapambana. Ni Chris Murphy, seneta wa chama cha Democratic nchini Marekani, kufuatia kikao cha faragha cha maafisa wa utawala wa Rais Donald Trump kuhusu operation wanayoendelea nayo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Anakosoa mtazamo wa utawala huo na kusema hatutafika malengo yoyote tuliyoyatangaza katika vita dhidi ya Iran. Seneta huyo anasema imethibitika wazi kwamba vita hivi ni vya kuchanganyikiwa kabisa na kutaka sifa kwa serikali ya Rais Donald Trump na wala havina mipangilio inayofaa. Amesema ni dhahiri kwamba utawala wa Trump hautafikia malengo yoyote yaliyotangazwa rasmi. Malengo ambayo labda wameweza kuyafikia ni kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, licha kwamba wakati huo anamuinda kiongozi aliyefuata baada ya Ayatollah Al-Khamenei ambaye ni mtoto wake Mujtaba Khamenei. Tayari tulijua kuwa mashambulizi ya anga ya Marekani hayataweza kuharibu mipango ya nyuklia ya Iran. Seneta huyo ameendelea kusema kwamba utawala wa Trump umethibitisha kwamba mabadiliko ya serikali hayamo katika mipango pia. Kwa hivyo mamia ya mabilioni ya dola za walipa kodi wa Marekani zitatumika na Wamarekani wengi watauawa kwa sababu ya vita hivi. Wanadai kuharibu makombora mengi, meli na viwanda vya ndege zisizokuwa na rubani. Lakini swali gumu hapa ni je, nini kitafanyika baada ya ulipuaji wa mabomu kusimama na uzalishaji wa makombora na ndege hizo kuanza tena? Kuhusiana na kufungwa kwa lango bahari la Hormuz na Iran, seneta huyo wa Democratic amesema, lakini akaongeza kusema kwamba hivi sasa serikali ya Marekani imechanganyikiwa, isijue itakavyolifungua tena. Hata hivyo, hofu iliyopo ni kwamba Rais Donald Trump ameshatangaza kwamba katika siku za hivi karibuni wataweza kumaliza vita hivyo, lakini ni Israel iliyotangaza kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz kwamba wataendelea kupambana dhidi ya Iran hadi pale ambapo watahakikisha wameuangusha kabisa utawala huo, jambo ambalo si rahisi. Mtazamaji, wakati huu Iran inafanya mashambulizi mazito ndani ya Israel katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Tel Aviv, lakini pia huko Beersheba na maeneo mengine ambayo yanakaliwa kwa mabavu na wa Israel waliokuwa walowezi katika taifa la Palestina. Kwa hiyo vita hivi bado vinakuwa ni vigumu. Mpango wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz bado ni mgumu sana. Trump alitangaza kwamba atahakikisha meli zinazopita katika eneo hilo anazisindikiza, lakini Iran imesema itashambulia kila aina ya meli itakayopita na kwamba hakuna hata tone la mafuta ambalo litapita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.